Daktari mpya alikuwa na wasiwasi mkubwa katika chumba cha kujifungua. Akiona kuwa mwanamke alikuwa karibu kujifungua, daktari aliishia kumsaidia kujifungua mtoto papo hapo koridoni. Hivi karibuni, Oh Hye-young alipokea simu kutoka benki ikimtaarifu kuwa muda wa kulipa mkopo ulikuwa umepita. Kwa sasa, anadaiwa shilingi milioni 50 na hana njia ya kulipa. Benki ilimtoa fursa ya kuongeza muda wa mkopo, ikiwa angeweza kutoa uthibitisho wa ajira. Kwa bahati mbaya, Oh Hye-young hakuwa na kazi. Ingawa alidai mara moja kuwa kazi yake haikuendana na maslahi yake, alilazimika kurudi kazini kwa shingo upande ili kulipa madeni yake. Siku iliyofuata, akiwa na dada yake, Oh Hye-young alirudi hospitalini alipokuwa akifanya mafunzo. Alikuwa mwanafunzi mzuri kutoka familia tajiri, lakini baba yake alipata ufilisi mwaka uliopita na alisababisha matatizo hospitalini. Sasa hospitali pekee iliyokuwa tayari kumchukua tena ilikuwa mahali alipofanya mafunzo awali. Dada yake alimshauri avumilie aibu yoyote kutoka kwa wafanyakazi wenzake wa zamani na aendelee kufanya kazi hospitalini mpaka alipe deni la shilingi milioni 50. Kwa kinyongo, Oh Hye-young alirudi hospitalini na kwenda katika chumba cha wajibu kwa madaktari wapya wa kazi katika idara ya uzazi na magonjwa ya wanawake. Licha ya mafunzo yake ya awali, Oh Hye-young bado alikuwa mgeni dhahiri, kama walivyokuwa madaktari wengine watatu wapya wa kazi. Mmoja alikuwa mwanafunzi bora kutoka shule ya matibabu aliyejiunga na idara ya uzazi na magonjwa ya wanawake baada ya kusoma makala ya profesa. Mmoja alikuwa mwanafunzi mwenzake wa shule ya sekondari ambaye nywele zake zilikuwa zimepakwa rangi nusu na ambaye jina lake Oh Hye-young hakuweza kukumbuka, na mmoja alikuwa nyota wa muziki wa zamani aliyegeuka daktari. Wote walionekana kuwa changamoto kushughulika nao. Oh Hye-young, akiwa na hamu ya kumaliza zamu yake, alitembea polepole kuelekea lifti. Leo, alipewa jukumu la kumsaidia Profesa Seo katika chumba cha upasuaji. Mwenzake Pyeonam Kyung alifunua kuwa Profesa Seo alikuwa mkosoaji sana na mgumu kumridhisha. Katika chumba cha upasuaji, Oh Hye-young alivaa vifaa vya kujikinga kwa uchungu, tu kugundua kuwa hakuweza kuona chochote kwa sababu filamu ya kujikinga kwenye miwani yake haikuwa imeondolewa. Profesa Seo alikaribia na kumwambia mtu aiondoe filamu hiyo, akimwacha Oh Hye-young akiwa na aibu kabisa. Profesa Seo alikamilisha upasuaji wa kutoa mtoto. Baadaye, Oh Hye-young aligundua kuwa alikuwa amesimama bila kufanya chochote akiwa na glavu zisizotumika, tofauti na madaktari wengine ambao glavu zao zilichafuka na damu kutoka kwa upasuaji. Wakati wa chakula cha mchana, Oh Hye-young alienda katika mkahawa na aliungwa na mkuu wake, Gu Do-won, ambaye alimsaidia na chakula chake. Swali lake la kwanza lilikuwa kuhusu wakati angeweza kuondoka kazini. Alipojifunza kuwa hangeweza kuondoka kwa wakati leo, Oh Hye-young alionekana kukata tamaa kabisa. Mchana, Oh Hye-young tena alipewa jukumu kama msaidizi wa Profesa Seo. Akiwa hazingatii wakati wa upasuaji, alisita kuhusu wapi kuweka nyuzi zilizokatwa. Kusita huku kulimpatia kemeo kutoka kwa profesa. Mkuu Gu Do-won alijaribu kumpa ishara kwa macho yake, lakini Oh Hye-young alielewa vibaya na aliendelea kushikilia nyuzi, hali iliyosababisha profesa kumfukuza kutoka katika chumba cha upasuaji pamoja na nyuzi. Madaktari wengine watatu wa kazi pia walikuwa na siku ngumu. Pyeonam Kyung, ambaye daima alimwona Oh Hye-young kama mpinzani kutoka siku zao za shule ya sekondari, kwa siri alifurahia utendaji wake. Hata hivyo, wakati Pyeonam Kyung alipohitajika kushughulikia kesi ya dharura peke yake, alikuwa na wasiwasi zaidi kuliko mwanamke mjamzito. Mwingine Kim Sabi, mwanafunzi bora kutoka shule ya matibabu, hakuonyesha huruma kwa wagonjwa wakati mgonjwa alipolilia kwa hofu kabla ya upasuaji. Kim Sabi, asiye na hisia kama roboti, kwa ufundi alimsomea fomu ya idhini ya upasuaji. Wakati mgonjwa alipositasita kutia saini na kuuliza kwa nini alipata saratani ingawa aliishi maisha mazuri, Kim Sabi kwa moja alisema kuwa kuishi maisha mazuri na saratani hakukuwa na uhusiano wa sababu. Kisha kulikuwa na Jail, nyota wa zamani aliyegeuka daktari, ambaye kwa makosa alidhani kuwa muuguzi akimpa ripoti ya mgonjwa alikuwa shabiki na akaitia saini kwa jina lake la jukwaani. Jail alikuwa mwenye bidii zaidi katika chumba cha wajibu, akiwa na shughuli nyingi za kutembelea wagonjwa, kuuliza maswali na kuchukua maelezo. Alikuwa na tabia ya kuona mambo makubwa zaidi ya yalivyo, akifikiria kamasi rahisi kama kuvunjika kwa fuvu la chini, ambako kulichosha wenzake wakuu. Hatimaye, madaktari 4 wa kazi walifika mwisho wa zamu yao. Oh Hye-young alitafuna kipande kikavu cha mkate na kwa kuchoka aliingia kwenye lifti kwenda nyumbani. Kwenye lifti, mkuu Gu Do-won alimfariji Oh Hye-young, ambaye alipiga miayo kwa uchovu na kumwonya asitaje uhusiano wao hospitalini au kuzungumza kuhusu mambo ya hospitali nyumbani. Ikajulikana kuwa Oh Hye-young na Gu Do-won walikuwa na uhusiano wa kindoa. Hasa, Gu Do-won alikuwa ndugu wa shemeji wa Oh Hye-young, hali iliyomfanya kuwa mjomba wake kwa ndoa.
Licha ya onyo, hivi karibuni alijadili siku ya Oh Ye-yong mezani wakati wa chakula cha jioni, akimtia aibu mbele ya familia. Oh Ye-yong pia alijifunza kuwa hakuwa na sifa za kazi hospitalini na alikuwa ameajiriwa kupitia matumizi mabaya ya nafasi ya mjomba wake. Kabla ya kumaliza chakula cha jioni, alipokea simu ya kurudi hospitalini kushughulikia kesi ya uzazi. Oh Ye-yong alikuwa na uhakika zaidi kuwa daktari haikuwa kazi inayomfaa. Siku iliyofuata, Guduan aliyekosa usingizi, bado akipiga miayo, kibinafsi alimfundisha Oh Ye-yong tahadhari mbalimbali. Hata hivyo, Oh Ye-yong aliendelea kuwa mzembe. Wakati muuguzi alipoita daktari nje ya chumba cha wajibu, Oh Ye-yong alijifanya kutosikia mpaka alipogundulika na kwa shingo upande akaenda kumwona mwanamke mjamzito. Katika chumba cha kujifungua, mwanamke mjamzito, ambaye kwa kweli alikuwa anatarajia mtoto wake wa pili, alimwomba Oh Ye-yong aweke siri na amwambie mpenzi wake mpya kuwa ilikuwa mimba yake ya kwanza. Oh Ye-yong alitazama kwa mshangao wakati mwanamke mjamzito alipomwambia uongo mpenzi wake kuwa ilikuwa uzazi wake wa kwanza. Kumsaidia mwanamke mjamzito, Oh Ye-yong kwa shingo upande aliendana na uongo huo. Mpenzi huyo alimshukuru Oh Ye-yong kwa keki, ambayo yeye na wenzake walifurahia kula baada ya umji ili kupiga picha ya chakula. Kabla ya kumaliza keki, siku yao yenye shughuli nyingi iliendelea. Oh Ye-yong alikagua na kwa makosa akafikiria kuwa mwanamke aliyedanganya kuwa lilikuwa uzazi wake wa kwanza alikuwa amepanuka kikamilifu na anahitaji msaada wa haraka. Kwa haraka alimjulisha Profesa Seo, ambaye kwa haraka alimsogeza mwanamke huyo kwenye chumba kingine. Baada ya uchunguzi zaidi, ilibainika kuwa mwanamke huyo alikuwa katika hali nzuri sana, hakupanuka kikamilifu. Profesa Seo alimkazia macho Oh Ye-yong, ambaye hasira yake, sio shingo ya uzazi ya mgonjwa, ndicho kilichopanuka kikamilifu. Gudo-won alikuwa amechoka kusaidia vijana wake wakati Oh Ye-yong alipompigia simu kuhusu mwanamke mjamzito huyo. Sasa katika dharura ya kweli, Gudo-won kwa haraka alimwelekeza Oh Ye-yong amsogeze mwanamke huyo kwenye chumba cha kujifungua na akaharakisha kumsaidia. Bila kutarajia, mwanamke huyo alianza kujifungua mapema zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Katika korido, Oh Ye-yong aliona kichwa cha mtoto na mara moja akavaa glavu kumsaidia mtoto kuzaliwa papo hapo. Ndani ya sekunde chache, mtoto alizaliwa salama. Akimshikilia mtoto mchanga, Oh Ye-yong alijawa na hisia kali. Kwa kuwa hii ilikuwa mara yake ya kwanza kumsaidia mwanamke kujifungua mtoto, Gudo-won alifika wakati mwafaka kukata kitovu, na Oh Ye-yong alilia machozi. Jumatatu ilipofika, maisha ya shughuli nyingi ya madaktari wakazi wa mwaka wa kwanza yaliendelea. Baada ya siku nzima, ilikuwa tayari saa 4 usiku, ambao ulikuwa muda wao wa mapema wa kumaliza hivi karibuni. Kabla ya kuondoka, walilazimika kuchukua zamu kuripoti shughuli za siku kwa mkuu mwenye madai, ambaye aliwahitaji kwanza upya wanapokosea kusema. Kwa upasuaji 5 siku hiyo na 7 zilizopangwa kwa siku inayofuata, Oh Ye-yong alihisi kulemewa. Wakati wa kikundi cha kusoma cha Profesa Seo siku iliyofuata, kila mtu isipokuwa Kimsabi, mwanafunzi bora, alikuwa anasinzia au kupiga kalamu, bila nguvu na bila kuzingatia. Ni Kimsabi peke ambaye alikuwa macho, akiwasaidia wengine kwa majibu. Baada ya mizunguko, Oh Ye-yong kwa haraka alipata wakati wa kusikiliza muziki pembeni. Hata hivyo, mapumziko yake yalifupishwa na simu kutoka kwa Daktari Myung, akimwarifu kuwa mwanamke alikuwa na maumivu ya uzazi na alihitaji upasuaji wa haraka wa kumtoa mtoto. Oh Ye-yong alikimbilia kurudi kuratibu na idara ya usingizi. Baada ya kuhakikisha chumba cha upasuaji, alimpigia simu Daktari Myung, ambaye alimshauri ahifadhi nafasi katika chumba na angempeleka mgonjwa. Nusu saa ilipita bila kuwasili kwa mgonjwa. Daktari wa usingizi alianza kusukuma, lakini Oh Ye-yong aligundua Daktari Myung alikuwa kwa utulivu amempeleka mgonjwa mwingine kwenye wodi badala yake. Alipoulizwa, Myung alitenda kama kwamba hakuna kilichotokea na hakutaja upasuaji. Daktari wa ganzi alikosoa Oh Ye-yong, akimshuku kwa kudanganya ili kupata chumba cha upasuaji. Oh Ye-yong akijisikia kuonewa, alilazimika kubeba mzigo peke yake. Kila asubuhi, Oh Ye-yong analazimika kupiga picha na kuripoti kwa kikundi chake, daima akionyesha uso wenye uchungu. Mzigo wake wa kazi unazidi kuwa mzito. Wakati mwingine, Oh Ye-yong anaposahau kutuma picha na kumweleza Myung, daktari anamshutumu kwa kudanganya, akamkasirikisha hadi kukata simu. Akiwa amekasirika na jinsi anavyotendewa na wakuu wake, Oh Ye-yong kwa hasira anafunga mizigo yake kwenda nyumbani, akitangaza kuwa anaweza kuwa maskini lakini hana kiburi. Wakati huo huo, taarifa ya dharura kwa idara ya uzazi ilitolewa hospitalini. Kwa kusita, Oh Ye-yong anaamua kwenda kwenye tukio na kutoa msaada wa dharura kwa mwanamke mjamzito. Kwa msaada wake, mama na mtoto wananusurika.
Kwa mara ya kwanza, Myung anamsifu Oh Hye-young na kumshawishi aendelee kufuatilia ishara muhimu za afya za mgonjwa siku inayofuata. Baada ya kukamilisha kazi zote alizopangiwa na Myung siku iliyofuata, Oh Hye-young anafikiria tu kumaliza zamu yake. Hata hivyo, mjomba wake wa kuwa, Gudo-won, anampatia kazi zaidi, akimwomba asindikize mwanamke mjamzito anayehamishiwa hospitali nyingine. Hali ya mwanamke hiyo ni tulivu, isiyohitaji umakini mkubwa kutoka kwa Oh Hye-young. Kimsingi, ombi la Gudo-won ni kisingizio kwa Oh Hye-young kupata hewa safi. Bila kutarajia, mwanamke anajisikia vibaya wakati wa uhamishaji. Oh Hye-young haraka anawasiliana na Gudo-won, ambaye anamwelekeza atulie na kufanya ukaguzi wa kawaida. Baada ya kufanya uchunguzi muhimu na bado akiwa na wasiwasi kuhusu hali ya mwanamke, Oh Hye-young anafika hospitalini inayolengwa, lakini haondoki mara moja. Badala yake, anasubiri kuhakikisha mwanamke yuko sawa. Kwa bahati nzuri, daktari anayemchukua anamfahamisha Oh Hye-young kwamba mgonjwa yupo sawa, akampumzisha. Oh Hye-young anapumua kwa nafuu, akijua asingejisamehe kama chochote kingemtokea mgonjwa. Daktari wa kike alimwalika Oh Hye-young kwa kahawa na kushirikiana naye hadithi zake kutoka wakati alipokuwa mkazi wa mwaka wa kwanza. Kama Oh Hye-young, mara nyingi alikuwa akisumbuka na kukaripiwa na wakuu wake. Lakini tofauti naye, hakuweka kipaumbele hisia za wanawake wajawazito. Kinyume chake, Oh Hye-young daima aliweka wagonjwa kwanza, akifanikiwa kile ambacho daktari hakufanya katika miaka yake ya mwanzo. Baada ya mazungumzo yao, daktari alimkabidhi Oh Hye-young waraka, akimwelekeza ampitishie Gudo-won. Oh Hye-young alifanya kama alivyoambiwa, lakini Gudo-won aligundua kuwa waraka huo ulikuwa ni karatasi tupu. Akifahamu ishara ya daktari, Gudo-won alipendekeza Oh Hye-young abaki kuangalia upasuaji wa kuzaa mapacha. Oh Hye-young alipokuwa tayari kujibu, daktari wa ganzi alimsogelea, akimkosoa kwa mawasiliano yasiyoeleweka kwa Kiingereza kuhusu ganzi. Oh Hye-young akijisikia ameshushwa, hakujitetea. Wakati huo, Dao Yuan aliingilia kati kutetea Oh Hye-young, akidhibitisha kuwa mawasiliano yake yalikuwa wazi. Daktari wa ganzi kisha akaleta tukio la awali kuhusu Oh Hye-young anayedaiwa kuhodi chumba cha upasuaji. Gudo-won alimtetea mdogo wake, akiwa na uhakika kuwa asingedanganya kwa ajili ya chumba cha upasuaji. Baada ya kuondoa utata, Gudo-won aliwahakikishia idara ya ganzi kwa niaba ya Oh Hye-young kuwa matukio kama hayo hayatajitokeza tena na akawaonya dhidi ya kuzidi mipaka yao katika kuwakosoa madaktari wapya. Akiguswa na mjomba wake wa kuwa anayesimama kumtetea, Oh Hye-young aliinama kwa shukrani kwa Gudo-won mwishoni mwa siku. Gudo-won, akihofia kuwa Oh Hye-young anaweza kuacha kazi, alitembea karibu na kumnongoneza kumkumbusha asije akasahau deni lake la won milioni 50. Matendo yake yenye upendo kiasi yalimfanya Oh Hye-young moyo wake kutetema. Madaktari wapya watatu wengine pia walikuwa wamechoka. Pyeonam Kyung alipangiwa kubadilisha bendeji za mgonjwa, na mgonjwa huyo alikuwa mwenye mahitaji mengi, akisisitiza mabadiliko ya bendeji kwa wakati na kumhitaji Pyeonam Kyung kubadilisha glovu na koleo wakati wote wa mchakato. Mahitaji ya mgonjwa yalimfanya Pyeonam Kyung karibu kulia machozi, na alilalamika kimya kwa muuguzi. Licha ya malalamiko yake, mgonjwa alisisitiza Pyeonam Kyung ashughulikie bendeji. Pyeonam Kyung alimhudumia mgonjwa kwa tabasamu la kulazimishwa, kama kumtumikia Mungu. Wakati wa chakula cha mchana, muuguzi alimpigia simu akimhimiza Pyeonam Kyung kurudi ndani ya dakika 10. Kwa haraka alikula baadhi ya sehemu za chakula chake bila hata kufuta madoa kwenye nguo zake. Katika mgahawa, aligongana na mwanafunzi mwenzake wa zamani, aliyevaa vizuri na alikuwa tayari kuolewa, akimfanya Pyeonam Kyung kujisikia vibaya kwa kulinganisha. Kwa uchungu, Pyeonam Kyung alimwambia muuguzi kupitia simu kwamba hatobadilisha tena bendeji za mgonjwa na kwamba mgonjwa atafute mtu mwingine. Baada ya hasira yake, Pyeonam Kyung alivua beji yake ya kazi na akaingia kwenye teksi. Hata hivyo, muda mfupi baadaye alipokea ujumbe kutoka kwa muuguzi, akimwomba apange chumba cha mgonjwa. Akitambua uzito wa hali hiyo, haraka alirudi hospitalini. Ndani ya chumba alimkosa mgonjwa na jamaa wawili wakilia kwa sauti. Akifikiri mgonjwa alikuwa mgonjwa sana,